Habari, kwa majina naitwa Josephat Rioba au Bwana Shamba Rioba. Ni mtaalamu wa kilimo kutoka Asili Growers na Kilimo Pro Tanzania, yani the home of professionals. Kama ilivyo kawaida yetu, hukuonesha namna gani teknolojia za kilimo zinafanya kazi, namna gani ya kuzalisha mazao, mifugo na kufanya uvuvi kwa tija. Leo tuko tena kwenye shamba letu la passion. Karibu tujifunze kilimo cha passion chenye tija. Sio kulima passion peke yake, bali ni kulima passion kwa tija. Kwa kuwa tunajua kwamba kilimo cha matunda ni kilimo ambacho unaweza ukafanya kama una majukumu mengi ukilinganisha na kilimo cha mboga mboga. Kwa hatua ya kwanza, ukishaandaa shamba lako unalichagua eneo zuri, unaandaa shamba lako kwa kulisafisha, ukishasafisha shamba lako, ukishapanda. Hata kama unakuwa una majukumu mengi, kilimo cha matunda ni rahisi kusimamia ukilinganisha na kilimo cha mboga mboga. Ila pia kilimo cha passion ni kilimo ambacho sasa hivi kina pesa. Ukiangalia hasa huu msimu ambao ni wa kiangazi, passion zinauzwa kwa gharama. Unakuta passion 3, passion 4 ni shilingi 2,000. Je, endapo ukawa na shamba lako, ukaweka miundombinu ya umwagiliaji, mfano umwagiliaji wa kutumia matone, alafu ukapanda passion zako eka moja. Kwa kuwa passion ikipata maji haiangalii msimu, kama embe inazaa. Utavuna passion zako na kuziingiza sokoni wakati ambao ni wa kiangazi kikali, wakati ule ambao passion zinazotegemea mvua zitakuwa zimepungua sokoni. Utaweza kupata pesa nzuri sana, utaweza kupata maendeleo makubwa sana hadi mwenyewe utashangaa. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, kilimo cha passion soko lake ni la uhakika. Passion unaweza ukala kama passion lenyewe, lakini pia passion huchanganywa na vitu vingine kama maparachichi, kama maembe kwa ajili ya kutengeneza juisi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina soko ambalo ni la kuaminika. Kwa hiyo karibu tufanye kilimo cha matunda. Hizi waya tulizofunga, kama ukiona kuna waya ya kwanza iko hapa, kuna waya ya pili iko hapa. Hizi waya zinasaidia kwa ajili ya passion kutambalia. Yaani passion inatambaa kufuata hizi waya. Kwa kuwa ukichukua ukaipanda passion haina shina ambalo ni imara la kuifanya ikue kama mti mwingine, mfano mwembe. Kwa ndio maana tunaifunga hapa ili iweze kutambaa kwa hapa. Ila hii kamba tuliyoiweka hapa tuliongeza tu rahisi kwa ajili ya passion kutambaa kutoka kwenye waya hii kuja kwenye waya hii. Ila kwenye kuandaa passion, kuielekeza passion yako, inafaa zaidi utumie waya kwa sababu waya ni imara. Kama nilivyoambia kwamba passion kuzaji wake hauangalii msimu kama vile ilivyo embe, ila passion ni tunda ambalo sio la msimu kama ilivyo papai. Kwa hiyo kwa passion, cha kwanza, ili lisiwe la msimu, panda shamba lako vizuri, alafu kisha panda uwe na miundombinu ya umwagiliaji. Na maanisha kwamba kama utaamua kutumia kilimo cha matone, uwe na njia yako ya kumwagilia kutumia matone. Kama sio kilimo cha umwagiliaji wa matone, unaweza kuwa unamwagiliaji hata kwa mpira, unaweka mpira unamwagilia. Ila uwe na uwezo wa kumwagilia. Hivyo kilimo chako cha passion hakitakuwa cha msimu. Ila kama utakuwa haumwagilii, maana yake ni kwamba wakati wa mvua ikiwa inanyesha, passion yako itaweka maua. Baada ya mvua tena, maana yake utavuna passion mara mbili tu. Zile passion ambazo ni za mvua ya masika na za mvua ya vuli. Ila kama unamwagilia, una uwezo wa kuwa na passion mwaka mzima. Wakati tunapanda mmea wetu wa passion,
Cha kwanza kabisa tulichagua eneo letu ambalo ni hili, eneo ambalo ni rahisi, ni eneo ambalo halituhamishi maji, eneo ambalo lina udongo unaofaa unaostahili kwa ajili ya kilimo cha passion. Na kwa kuwa kilimo cha passion kinapendea udongo wa mtifutifu, udongo wa kichanga, aina ya udongo wa namna hiyo. Baada ya hapo tulipangilia shamba letu. Tulifanya mpangilio kwa kuhakikisha kwamba mistari yetu inanyoka na tukaweza kupata mashimo kama yanavyoonekana katika umbali wa mita 2.5 kwa mita 2.5 na umbali wa mstari kwa mita 2.5 kwa mita 2.5, ambapo kwa eka moja unaweza tukapiga mahesabu hapo tukaona ni kiwango gani cha mimea ambayo tuliweza kupata. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tulichimba mashimo yetu. Wakati wa kuchimba shimo la passion tulienda chini futi 2, yani sentimita 60, na upana wake ulikuwa sentimita 60. Wakati wa kuchimba shimo tulitofautisha udongo katika matabaka. Tabaka la kwanza ambalo lina uozo wa organiki kuanzia 0 hadi 30 tulitofautisha, na ile 30 hadi 60 tulitofautisha. Baada ya hapo tulichukua mbolea ya samadi kiasi ndoo moja ya lita 20. Tulichanganya na ule udongo wa tabaka la juu ambao una kiwango kikubwa cha organiki. Baada ya hapo tulirudisha kwenye shimo letu hadi likaribia kujaa. Baada ya hapo sasa tulichukua mche wetu wa passion na kuweza kuupanda. Baada ya kuupanda tuliweza kuhudumia vizuri na kuuongoza ukaendelea kukua hapa hadi katika hii hatua ambayo imefikia, ambapo tunaanza kuvuna mapasheni yetu kuanzia mwezi huu mwishoni. Tutaanza kuvuna mapasheni yetu hadi miaka 2.5 tunakuwa tunaendelea kupata passion. Passion kama ilivyo mimea mingine, wakati wa kuanza huwa tunaanza na mbolea samadi ya ng'ombe. Kila shimo moja la passion tunatumia ndoo moja ya lita 20 ya samadi ya ng'ombe. Tunachanganya na udongo wa tabaka la juu, tunarudishia kwenye shimo, halafu tunapanda passion. Baada ya kupanda passion, kama unataka uzalishaji wa tija zaidi, passion huwa inahitaji mbolea zingine. Kwa mfano, wakati wa kukuzia unaweza kaamua kutumia mbolea kama NPK au urea kwa ajili ya kukuzia, na wakati wa maua na matunda unaweza ukatumia mbolea kama vile kani kwa ajili ya kuweka matunda mengi na kuweka matunda mazuri na kuweka matunda makubwa. Vile vile pia unaweza kaamua kutumia mbolea za maji, yani booster, yani au mbolea za booster ambazo unapulizia kwenye majani ambazo zina kiwango kikubwa. Utaangalia kwamba passion yangu ni wakati wa ukuaji. Utaweka mbolea, utapulizia mbolea ambazo zitakuwa na kiwango kikubwa cha nitrogen au vegetative, unaona imeandikwa pale vegetative, au mbolea ya kukuzia ya maji. Ila wakati ule ambao ni wa maua na matunda, utaweka mbolea ambayo ni kwa ajili ya kuzalishia, yani kwa mfano ambazo zinakuwa ni fruit and flowers, zimeandikwa pale kwenye vifungashio. Ila pia ili uweze kupata sasa mavuno ambayo ni endelevu, unaweza kwa baada ya muda tena, ili passion yako endelee kuwa fresh, unarudi tena kwenye mbolea ambazo ni vegetative, unachanganya. Yani ulikuwa umeweka unaenda baada ya muda tena unaweka tena vegetative kwa ajili tena mbolea za majani za kwa ajili ya kukuzia. Unaenda unaweka za matunda, bado unarudi tena kuweka hizi ambazo ni za kukuzia. Kwa baada ya hapo utaendelea kupata matunda ambayo ni mengi za maji. Unapata matunda ambayo ni mengi na matunda ambayo ni bora, unafaidi kilimo chako cha passion. Kama unavyoona, hii ni waya ya kwanza. Hii waya ndipo passion yetu inakuja kutambaa. Vile vile pia tumefunga hapa. Kwa maana tena passion zitatambaa hapa, ambapo kutoka chini mpaka hapa ni mita 1. Ila pia zikishatambaa hapa pakajaa, zitaweza tena kupanda kama ile inavyopanda pale. Ile pia tena tutaiongoza. Itaweza tena kutambaa tena hapa. Kwa kutoka waya tena hii na hii ni mita 1 nyingine. Kwa hiyo hii nguzo sasa
inakuwa na mita 2 hii nguzo. Kwa hiyo faida kubwa kabisa hii waya ni kwa ajili ya hii passion kutambalia, ili sasa iweze kutambaa, na ikisha tambaa passion hapa, tunachohakikisha ni kwamba shamba letu ni safi, mapassion yanakuwa yanadondoka na tunaokota kiurahisi, kuliko kile kilimo ambacho unaenda kulima mapassion kwenye miti. Sasa unatengeneza kichaka, passion inazonga mti unashindwa kupumua, na vile vile pia mti unashindwa kukua vizuri. Tunayo programu, tunao utaratibu wa mafunzo. Tunalo shamba darasa letu zuri sana hapa Kasanga Darajani, manispaa ya Morogoro, mkoa wa Morogoro. Tunakukaribisha uweze kuja kujifunza. Tunalo shamba darasa la passion pamoja na mazao mengine kama papai. Ukifika hapa utaweza kujifunza namna gani uzalishe passion kitaalamu, ufanye huduma gani kwa wakati gani, na pia namna ya kuivuna, namna ya kuhifadhi na namna ya kuipeleka sokoni. Tutakufundisha. Karibu sana, utaweza kujifunza. Gharama zetu ni nafuu sana. Tunao utaratibu kila mara. Tunahakikisha tunakupa huo utaratibu ili ukienda kulima, usiende kulima kwa kubahatisha. Uende kulima kwa tija. Karibu sana, karibu sana. Kwa mahitaji ya miche ya passion na aina nyingine ya miche kama maembe, machungwa, ndimu, malimao, machenza na migomba, wasiliana nasi kwa namba za simu ambazo zitakuwepo kwenye video yetu. Pia unaweza kutembelea kwenye mitandao ya kijamii. Kote tunapatikana kama Asili Growers na Kilimo Pro Tanzania. Karibu sana. Tunatoa pia huduma ya ushauri wa kitaalamu kuhusu kilimo chako. Kama una shamba pori au shamba lililosafishwa, tutakupa idea kuanzia mwanzoni namna gani utafanya mradi wako. Tutakuandikia andiko lako. Baada ya hapo tutakusaidia kusimamia hadi pale utakapoanza kupata matunda. Tutaendelea kuwa na wewe bega kwa bega. Karibu sana Home of Professionals.